Moja kati ya kitu ambacho watu walikuwa wanasubiria kwa hamu sana ni kusikia Dula atakuja kufanya nini baada ya Zaiylissa pamoja na Haji Manara kuachana, ndivyo? Na watu walichokuwa nakisubiria ndo kile ambacho Dula alichokuwa nakifikiria muda wote, atakuachia ngoma, na alikuja akachia ngoma yake ambayo ilikuwa inaitwa Mwache Arudi Uswahilini. Moja kati ya ngoma ambayo still muda huu bado inaendelea kufanya poa sana. Imeshika namba 1 trending ikiwa ina siku 2 toka imetoka. Na kitu ambacho mimi nimekipenda kwenye ile ngoma ni namna ambavyo Dula Makabila alivyozungumzia scenario ya the way ambavyo Haji Manara jinsi anavyojiita jina la Bugatti, na jinsi ambavyo alikuja kumpa Zaiylissa gari ambayo maybe ilitakiwa kuendana na kile ambacho amekuwa anajiita muda wote. Lakini alikuja kuzungumzia namna ambavyo Zaiylissa alivyozungumza kwenye ule ujumbe. Ukiuangalia the way ambavyo Zaiylissa alivyosema, Zaiylissa alisema kwamba Haji Manara amekuwa na tabia ya kulala na house girl ambaye alikuwa ni mfanyakazi wao wa nyumbani, na pia akatamani kulala na mtoto wa miaka 17 ambaye ni mtoto halali kabisa wa Zaiylissa. Na Haji Manara alikuja kukiri kwamba Zaiylissa alikuwa na mtoto ambaye alikuwa anasoma kwenye shule ambayo ilikuwa ideserve na the way ambavyo Zaiylissa jinsi alivyo. Yani alikuwa anasoma shule kwa lugha za mtaani wanapenda kuita shule za vidumu na ufagio, ndivyo? Lakini Zaiylissa ukiishi maisha ambayo alikuwa anaishi yalikuwa ni very expensive na alikuwa ni maisha ghali. Sasa Haji Manara alikuja kumtoa mtoto kule na akampeleka shule ambayo ilikuwa ni ambayo ina deserve ya mtoto. Na Zaiylissa alisema kwamba Haji Manara always kila mwezi alikuwa anamtumia yule mtoto kiasi cha shilingi 50,000 kwa mwezi kwa ajili tu ya matumizi, ndivyo? Ili kusudi kwamba awe anamlubuni mara kwa mara ili aje kulala naye. Lakini baada ya ngoma kutoka, comment za wasikilizaji zimekuwa ni zipi, au za wale ambao walikuwa wanategemea zaidi kuliona ili goma la Dula Makabila wakati limetoka na still muda huu bado linaendelea kufanya poa. Sasa hao ni moja kati ya wadau ambao walicomment tu baada ya ya ngoma kutoka. Huyu mshikaji akaandika kwamba kama tulikuwa tunasubiri nyimbo kutoka kwa Dula Makabila basi gonga like. Ni moja kati ya goma ambalo mimi nimelipenda. Mwingine akasema Dula Makabila always amekuwa anaua ngoma, mimi nimeipenda the way ambavyo melody pamoja na instrument the way ambavyo zimepangiliwa ilikuwa ni noma sana. Mwingine akaenda mbali akasema oya Makabila unajua sana mwanangu, goma kali, ndivyo? Mwingine akaja kusema jamani acheni nirudi Uswahilini. Ni moja kati ya burudani ambayo kiukweli Dula Makabila ameua sana. Na mwingine alichokuja kunishangaza akasema kwamba Dula Makabila amekuwa ni mtu ambaye anapenda kutembea na matukio. Baada ya tukio hili kutoka na hili mshikaji anakuja kuachia ngoma na zinakuja zinafanya poa. Kama nakumbuka alikuja kuachia goma yake ya Moyo, ilikuwa ni moja kati ya goma ambayo ilifanya poa sana na ilikuja kushika namba 1 trending. Na Dula Makabila amekuwa ni moja kati ya watu ambao wamekuwa na appreciate kile ambacho amekuwa anakifanya yeye mwenyewe. Yani amekuwa anajikubali kutokana na kile ambacho anakuwa anakifanya. Always amekuwa akisema kwamba yeye ndo moja wasanii wa singeli ambao wamepata bahati ya kwenda kuimba mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa wewe unahisi kwamba Dula Makabila amekuwa ni moja kati ya wale ambao wanapenda kufanya kile ambacho kinakuwa kina trend kwa wakati huo, na amekuwa anatembea kutokana na hiko ambacho amekuwa anakifanya? So tumsikilize the way ambavyo yeye alikuwa anasema baada tu kuachia hii ngoma na maoni yake, na namna ambavyo amekuwa anasema kwamba yeye ni moja kati ya watu ambao always walikuwa bado wanastili wanaendelea kumpenda Zaiylissa. Lakini hapo jana Zaiylissa alikuja kukadusha ile kauli ya kusema kwamba maybe siku moja inawezekana akarudi kwa Dula Makabila, lakini Bibi amekuja kusema kwamba kwa sasa sidhani kama anaweza akarudi. Still bado anaendelea kufocus na kile ambacho ameendeleza kukifanya, na watu wakawa wanasema kwamba wakati Zaiylissa yuko na Haji Manara ndo amekuwa anapata endorsement nyingi, lakini amekuja kukanusha akasema mikataba yote ambayo alikuwa anaifanya yeye ni yeye mwenyewe, hakuwahi kuwa influenced au kufosiwa kutokana na the way ambavyo yuko na Manara, kwamba ndo amekuwa anapata matangazo mengi kutokana na the way ambavyo jinsi alivyo. Na unavyojua kwamba Zaiylissa ni muigizaji, yupo kwenye tamthilia ya Jua Kali, na ni moja kati ya tamthilia ambayo inafanya poa sana. So wewe una ujumbe gani kuhusiana na hiki ambacho Dula Makabila amekuwa anafanya always, kwamba amekuwa ni mshikaji ambaye amekuwa anatembea kutokana na jinsi ambavyo inavyokuwa inatoka? Na alitembea na trending ya Tuzo, akaja akatoa ngoma yake ya Tuzo ikaja ikatembea sana, na tukio la Tuzo lilikuwa linafuata hapo. Ujumbe wako kwenye ukurasa wetu wa Instagram tunatumia kama Mbayu TV, na kama hujasubscribe channel yetu Mbayu TV on YouTube basi make sure unafanya hivyo ili wa kwanza kupata habari na matukio ambayo sisi tunakuwa tunaweka huko ndani. Lakini usahau kumfollow Mr. Info JBS kwenye ukurasa wake wa Instagram, anatumia kaa hivyo. Ciao.